Habari za asubuhi. Wengi ambao mmeulizia sana habari ya video ya kurudisha pesa. Yaani kwa mfano mtu ana deni yako na hataki kulipa. Ili kumfanya mtu asilale aweze kulipa deni yako, chukua mbegu zile ambazo nimefundisha video yake jana, mbegu ambazo ni macho ya paka. Chukua hizo mbegu 7, 14 ama 21 kwa hesabu. Alafu utafute nyungu, ile nyungu ya udongo, ile ambayo zinatengenezwa hapa Afrika ya udongo. Uweke ndani hizo mbegu, uandike majina ya yule mtu ambaye unataka arudishe pesa yako. Yaani ulimkopesha na hajarudisha, anapata hela lakini hataki kulipa. Sasa wewe unaandika, unarudisha. Unaweka majina yake, hata kama ni wengi, utaandika majina yao wote. Unaona, hata kama ni wengi, unaandika majina yote, alafu kwa karatasi, alafu unarudisha. Sasa utakunja hiyo karatasi, uweka hapo ndani, mahali ambapo hizo mbegu ziko, pamoja na nini, katika hiyo nyungu. Utaenda uweke kwa moto, ichomeke mpaka hiyo ifanyike makaa. Hizo vitu zikishafanyika makaa, ngojea mpaka usiku wa manane, sio wa manane, usiku saa 5. Kuanzia saa 5. Ikifika saa 5, chukua ile vitu ambavyo vimefanyika makaa, viponde ponde kwa mikono yako, ifanyike unga kama poda, ifanyike powder. Wakati inafanyika unaponda ponda, tamka majina ya yule mtu mara 7, mara 14 ama mara 21. Ni vizuri kutamka mara 21 ukimwamrisha arudishe hela zako. Kama ni wengi, itakubidi utamke kwa kila moja hivyo hivyo, kwa sababu unatafuta ni kazi na unataka hela yako irudi. Hivyo ndivyo utakavyofanya. Wakati hiyo powder unaifanya inakuwa poda, unaivunja kwa mikono, unaiangusha, inakuwa poda katika mchanga, inatawanyika. Yaani unaiponda ponda, inakuwa unga, inatawanyika. Wakati huo unatamka majina ya huyo mtu mara kadhaa, 7, 14 ama 21. Ukimaliza, shukuru Mungu, huyo mtu atakulipa pesa yako, hatakosa amani na atakimbia hapa na pale kuangalia vile atakusaidia. Si Mungu akubariki. Asante kwa video hii, itakusaidia mahali. Asante.